Tumetoka kwenye msimu wa uchaguzi, tumerudi kwenye maisha ya kawaida Shilole. Yapo mengi yaliyotokea wakati huu wa uchaguzi na tarehe 29 Oktoba wewe ni miongoni mwa wahanga ambao walipata changamoto kwenye misukosuko ambayo ilitokea. Unaweza ukatuambia kwanza ulipata ile taarifa ukiwa wapi kwamba Shishi Food imevamiwa? Nilipata hiyo taarifa nikiwa nyumbani. Hapa Dar es Salaam. Yes. Nipigiwa simu, nilikuwa kwenye saa saba kasoro. Kaambiwa Shishi, tazama, ingia kwenye mtandao, naona kuna watu wamesema wanaenda Shishi Food. Kuingia mtandaoni, naona kweli. Kwa hiyo pole sana, ilikuwa ngumu sana. Kwa hivyo nilipata taarifa kwa njia ya simu. Na baada ya hapo nini ulifanya? Uliweza kufika pale? Sikuwa na cha kufanya. Uliomba ulinzi au ulifanya? Hali kama ulivyoiona haikuwa hali nzuri. Kwa hiyo ilikuwa uwezi kutoka kwenda sehemu. Naam. Kwa hiyo sikuweza kufanya chochote. Kiufupi. Hakuna kilichoweza kufanyika. Yes. Na ilichukua muda gani kuweza kufika eneo la tukio, siku ya ngapi, na ulipakutaje kwa mara ya kwanza? Kiukweli nilikuwa naogopa kwenda kuweza kupaona, ila hali ilivyokuwa imekuwa shwari sasa. Ndio kuna mtu mmoja akaenda, mmoja wa wafanyakazi wangu akaenda pale kujilizisha, maana wafanyakazi walikuwa wanalia tu. Naam. Nikamwambia rekodi, nitumie tu nitaona, lakini sidhani kama naweza kwenda kwa sasa. Akanitumia, nilitizama, sikuwa na cha kufanya. Nikamwambia Mungu asante. Kama hili limewezekana, basi kuna jingine utaniwezesha. Sina namna. Ilikuwa hivyo. Na kwa hesabu au kwa tathmini unafikiri ni hasara ya kiasi gani ambayo umeweza kuipata? Hasara kubwa, hakuna ambacho tumeokoa kiufupi. Vyote viliteketea. Yes, ni majivu tu kienda pale. Hamna kitu ambacho tumeokoa. Hakuna kilichosalia. Na Shishi Food ilikuwa ina wafanyakazi wangapi ambao mpaka hivi sasa wako majumbani? Shishi Food, najua mimi natamani niongelee kuhusu Shishi Food. Shishi Food, mtu anaweza kusema ni mimi, Shishi kama mimi. Lakini ukweli ni kwamba Shishi Food ni mgahawa wangu, lakini wenye alama ya vijana ambao yani ni alama ya kijana ambaye akiitizama Shishi Food anatakiwa asikate tamaa. Kwa hiyo ni alama, sijui hata nikueleze vipi. Yani mtu anaweza kaizungumzia tu Shishi Food kama na Shilole, lakini nyuma ya Shilole, nyuma ya Shishi kuna familia nyingi kubwa sana zinaishi kupitia Shishi Food. Mathalan, pale mimi nafanya kazi almost 200. Yes. Wengi sana. Kwa sababu gani? Tuna huduma za catering, tuna huduma za delivery, tuna huduma za pale pale. Kwa hivyo nikijizungumzia mimi kama mimi Shishi artist, mimi kama mimi nina uwezo tu wa kufanya mimi mwenyewe. Nikikosa nitakuwa mimi, nikipata nitakuwa mimi. Leo nikikosa mimi Shishi, nina uwezo wa kumwambia Nasibu, Diamond, hali yangu sio nzuri, naomba unifanyie jambo. Nasibu atanipa. Lakini je, vipi kuhusu hawa wengine? Kwa mfano wapishi wangu wanamjua Diamond direct? Wanamfahamu kwa kumsoma? Wanamfahamu kwa kumuona? Je, wanamfikia direct kumuomba kama ambavyo mimi naweza? Hapana. Kwa hiyo kupitia Shishi Food wanaweza kunufaika na brand ya Shishi Food. Si ndio mamangu? Ndio. Kwa hivyo Shishi Food hujaniumiza mimi, umeumiza mnyororo wa watu wengi ambao
wanaitegemea Shishi Food kila siku. Pale tuna wapishi, tuna wahudumu, tuna wafanya usafi, tuna walinzi, tuna delivery. Kwa hiyo wengi nyuma ya mgongo wa Shishi Food wapo wengi wanaoitegemea kupata riziki zao, mkate wao wa kila siku na kusomesha watoto wao. Kwa hiyo mtu asiangalie Shishi Food akamuona Shishi. Mimi unaweza kanichukia, sikatai, siwezi kupendwa na kila mtu. Lakini Shishi Food sasa, ile brand yenyewe ndio ambayo inabeba watu nyuma wengi. I fail to cry. Pole sana. Kwa sababu hata wanafanya kazi wananiangalia, yani wananitizama kwamba dada, naambia msijali. Dada tunafanya nini? Naambia no, msijali. Dada hali ni ngumu, nawaambia msijali. Like, yani sasa dada tunafanya nini? Yani wananisikiliza mimi kwamba tunafanyaje dada Shishi. Naambia tuvuteni subra, Mwenyezi Mungu atatuwezesha. Tupite kwanza kwenye hichi kipindi. Najua hali zenu ni ngumu. Mimi nina uwezo wa kupigia hata baadhi ya viongozi wa watatu nikasaidiwa shida yangu ya mimi kama mimi. Lakini wale wapishi wangu, wale wahudumu wangu, nani anawajua? Sijui umenielewa de? Wanapitia kipindi gani kigumu? Kwa hivyo tunarudi pale pale kusema kwamba Shishi Food sio tu mgahawa, ila ni alama sahihi ya kijana kutokata tamaa, na hata ukutwe na magumu gani. Sawa? Yani huo ni mfano kabisa hai wangu, wanatakiwa wauchukue, na ni alama kwa vijana kwamba hapa sisi ndio tunapategemea. Tumefikaje hapa Shishi? Shida ni nini? Unahisi nini kiliwasukuma kufanya walichokifanya? Pengine kuna sehemu ulienda tofauti? Hapana. Sina mahali ambako nilienda sehemu tofauti. Mimi ni Mtanzania. Nina haki ya kuwa chochote. Naam. Sawa. Sina mahali ambako niligombana na mtu yoyote, kwa itikadi yoyote. Sina mahali. Hakuna, sijawahi mimi hata kumtukana na mtu. Sijawahi. Mimi ni mtu ambaye na mapungufu yangu, siwezi kukamilika na mwanadamu. Lakini sijawahi kumtukana mtu, sijawahi kumkurofisha mtu, sijawahi kumpa kashfa mtu, sijawahi. Mimi naishi maisha yangu, nadhani wote mnajua hili. Adhabu walionipa nimeipokea, lakini sio ya kwangu. Yani ni wamewaumiza watu wengi bila wao kujua. Sana. Hivi ninavyoongea na wewe, vijana wamekaa hawana kazi, na kama unavyojua ajira ni ngumu. So kabla ya kufanya jambo inabidi tujitafakari kwanza. Mtaani pagumu sana. Vijana wanapitia changamoto kubwa sana. Kuna wapishi wangu watu wazima wale, kwa kweli huwa naonea imani sana. That why nikasema nisichoke, niinuke tena kwa kuwaangalia wao na wengine, kwamba tutarudi na Shishi Food Delivery. Kwa hiyo bado hujatengeneza sehemu nyingine au hujatengeneza pale? Sijatengeneza bado, najikusanya bado, natafuta nguvu. Sina nguvu bado kubwa. Sababu Shishi Food nataka uwe na nguvu kubwa pia. Na ulishakuwa. Ulishakuwa. Unajua hata Roma haikujengwa siku moja. Ilijengwa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo hata mimi Shishi Food nimeijenga pia. Nilijenga kwa ukubwa, sikuijenga tu. Safari ya muda mrefu. Nakumbuka toka unaanza. Yes. Uzuri mimi mapito yangu, mapambano yangu yote mnayajua. Sio mtu wa kufix. Mimi ni mtu nimenyooka. Kwa hivyo siwezi tu kuamka leo kesho nikafanya hivyo. Mimi sio tajiri. Mimi ni mpambanaji ambaye tunapambana tu kama unavyojua unga mwana. Ili tusaidiane na wengine kwa ajili ya kupata mkate wetu wa kila siku. Kwa hiyo kwa sasa wateja wako wanapata huduma yoyote kutoka Shishi Food? Hawapati kwa kweli. Tangu matatizo yametokea hakuna huduma yoyote ambayo ilikuwa inafanyika mpaka sasa. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na nguvu alionipa Mungu na amini tuseme na ukomando, maana ni ukomando moyo, Mungu ameniambia utasimama tena Shishi. Inshallah.